tumekuja leo maandamano ya kwanza. Tujai kufanya maandamano hapa. Tumesikia uchungu kwa hii shule. Watoto wa sekondari hakuna hawawezi kupita kwa hii shule. Sijui ni kwa sababu gani. Kuna sekondari ilijengwa hapa juzi lakini ati wamekuwa namba moja. Wamekuwa namba moja na hii shule inaitwa mama ya shule. Sasa mama ya shule inakuja ile mtoto huko chini inakuja kurudisha mama ya shule iende nyuma kwa nini? Na tuko na walimu. Ile kitu inaendelea hapa ni corruption mtupu. Watoto ya shule tunalipa pesa hata hatujui ni ya nini. Wanakuja hapa kwa darasa walijenga ofisi kubwa. Ukifika huko kwa ofisi mtandao tu wanakunywa chai na TikTok, alafu wanaambia watoto endeni shule. Hakuna masomo, watoto wasomi, kufika jioni hakuna masomo. Tangia kufanya mtihani wa kidato cha 4 miaka 8 sasa hivi, matokeo yote ambayo yametangazwa hakuna hata mmoja ambaye amehitimu juoni. Kwa hii mtihani ya mwaka jana, yule ambaye alijaribu kupata alipata grade ya C- na wote wengine wakafeli D kuelekea huko chini. Hapa shule tuko na Safaricom Booster ambayo huwa inapatia shule fedha ambazo huwa zinafanyia maendeleo kwa shule. Baada ya mwalimu mkuu ambaye anahudumu kwa hii shule kwa miaka 2, fedha ambazo zimeingia kwa akaunti za shule hazijaonekana hata ndururu. Mimi naambia wazazi wasichukue sheria kwa mikono yao. Wakiwa na shida yoyote, kuna ofisi ama idara ambazo zinashughulikia maneno yao. So wahakikishe kwamba wamefuata hizo procedures ambazo zinahitajika ili kusije kukafanyika mambo ambayo tunaweza sema wamechukua sheria mikononi mwao. Sababu watu wesi amka asubuhi moja alafu unakuja kufunga shule, hiyo haiwezekani. Ni vyema kama uko na malalamishi napitisha idara husika.